Karibuni, ni siku nyingine tena ambayo tunafanya mdahalo wa kielimu wa kidini kati ya Waislamu na Wakristo. Mada tulionayo siku ya leo tunayoanza nayo inasema Mtume Muhammad ni nabii wa uongo. Tutakuwa na walimu wa kutetea hii mada na walimu ambao wanapeleka hii mada. Kwa upande wa Kristo ambao ndio wataanza, ninaye mwalimu Medadi Kiabashasha, ninaye mwalimu Kevin Shayo. Kwa upande wa Waislamu ninaye muhadhiri Sheikh Sede, ninaye mwalimu Suleimani Mbogo Sheikh. Kwa hiyo mada zetu itaanza mapema. Tuna mada hapa ambayo itachukua dakika 20. Itafanywa ufafanuzi kwa dakika 15. Baada ya hapo yataanza maswali. Swali litaulizwa kwa dakika 3, litajibiwa kwa dakika 5. Nyongeza ya swali itakuwa ni dakika 3, alafu ufafanuzi wa swali kwa ajili ya kushibisha itakuwa ni dakika 5. Kwa hiyo karibuni sana, na kwa kuanza nimkaribishe mwalimu Kevin Shayo, atatufungulia kwa maombi, alafu nitamkaribisha Sheikh Mbogo kwa ajili ya kutufanyia dua, kisha tutaanza. Karibuni sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale ambao tuko katika ukumbi huu, lakini vile vile kwa wale ambao wanatufuatilia katika kila kona ulimwengu, tuko hapa Wakristo na Waislamu. Kuna jambo muhimu sana la kujifunza ulimwenguni. Tunajadiliana kuhusiana na masuala yanayoitwa masuala ya imani. Tunataka kujua kwa sababu kuna siku tutaondoka hapa duniani, ni lazima tufahamu Mungu wa kweli ni yupi, imani ya kweli ni ipi, ili kila mmoja atakapoondoka hapa aende mahali palipo salama. Na wewe ambaye unafuatilia katika kona yoyote ulimwenguni, unapaswa ujue kama utangamua kwamba imani ya Ukristo ndio imani sahihi, unapaswa uifuate hiyo. Na kama utaona sio sahihi, ni ruhusa tu kuweza kuiacha hiyo. Na ni sawasawa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 18 na 19 imeeleza uhuru wa mtu yeyote kuweza kuabudu. Biblia inataka tujibu maswali sawasawa na Petro kwanza 3:15, lakini vile vile wa Kolosai sura 4 mstari wa 5 na wa 6. Na kwa sababu hiyo tuko hapa kwa ajili ya kazi hiyo. Na kwa sababu hii nimeletwa mahali hapa ili niweze kufungua kwa maombi, na baadaye nitamkaribisha mwalimu upande wa Waislamu ili kuweza kufanya dua, na kumkaribisha mwalimu wa Kikristo ambaye ni mchungaji Medadi Kiabashasha. Jina hili lilikosewa na mwenzangu aliyepita, linashinda sana jina Kiabashasha. Lakini vile vile siitwi Kelvin Shayo, naitwa Kelvin Stefano Nicodemus. Niombe sasa kwa ajili ya kumkaribisha mwalimu upande wa Waislamu. Mungu wetu na Baba yetu, asante na kushukuru kwa sababu umetupa neema na upendeleo kuja mahali hapa kuweza kuzungumza na ulimwengu. Hii ni nafasi ya pekee ambayo Yesu Kristo alitufundisha wakati tunafanya mdahalo na shetani mwenyewe. Mdahalo wa kwanza duniani ulifanyika na wewe Yesu Kristo dhidi ya shetani katika Mathayo sura 4 mstari wa 1 mpaka 11. Mungu mwema, na kusihi kwa jina lako Yesu Kristo, fungua akili za watu wapate kuelewa maandiko, fungua fahamu zao wapate kungamua kile ambacho wanapaswa kukielewa, ili siku ile isije ikawa ni majuto milele na milele. Asante kwa sababu Mungu umesikia na utafanya hayo kwa utukufu wako Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Karibu mwalimu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Ndugu wapenzi Waislamu na wasoko Waislamu, leo tuna mjadala hapa wa kielimu, na kuna mada hapa tutajadili zinazohusiana na utume wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ndugu zetu katika Adamu wanayo shaka, kwa hiyo tunataka leo tuyatoe mashaka yao na ukweli utabainika bila wasiwasi wa namna yoyote. Kwa tunaomba watazamaji wetu muwe makini katika kusikiliza, afu angalieni point. Kwa hiyo nimesimama hapa kwa ajili ya ufunguzi wa dua. Baada ya dua insha Allah tutaanza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. Mwenyezi Mungu tunakuomba tujalie baraka katika mkutano wetu huu, katika mjadala wetu huu, uwe sababu ya wengi waweze kufahamu kweli, waweze kujua utume wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
waweze kuamini ukweli wa imani sahihi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao Mwenyezi Mungu ametutaka wanadamu tuifuate. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abdul wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Shukran. Okay, asante sana. Mapema kabisa tunaanza mdahalo wetu, na kwa kwanza tunaanza na mtu ambaye atakuwa anaipeleka mada, Mwalimu Medadi. Karibu sana mwalimu, muda ni wako. Asante, namshukuru Mungu ambaye amejalia neema siku ya leo tayari kwa ajili ya kufanya majadiliano ya kuweza kujua ukweli wa mambo ukoje. Mada leo inahusiana na je, Mtume Muhammad ni mtume wa kweli wa Mungu? Hii ndio mada ambayo tunaianza katika majadiliano haya. Kwa hiyo kwa dakika zangu 20 nitaeleza kama sisi wa Kristo kwa msimamo wa Biblia na Ukristo ni kwamba Muhammad ni mtume na nabii wa uongo. Kwa msimamo wa Biblia na imani ya Kristo ni kwamba Muhammad ni mtume na nabii wa uongo kwa mujibu wa maandiko. Kwa nini tunasema Muhammad ni mtume na nabii wa uongo? Kwa nini tunasema hivyo? Biblia kwanza ilishatuambia kwamba kutakuja mitume na manabii wa uongo. Hebu nisomee kwanza hiyo Mathayo 7:15-18. Mathayo sura 7 sasa wa 15 wa 18. Yesu alishatuambia kwamba mjihadhari na mitume na manabii wa uongo, watu ambao watawajia wamevaa ngozi ya kondoo lakini kwa ndani ni mwitu wakali. Yesu akatuambia watu hao tutawatambua kwa matunda yao. Anapoongelea matunda yao kwa maana matendo yao na mafundisho yao. Kwa hivyo ndivyo alikuwa anavyosema kwenye Mathayo 7:15-18. Lakini pia tukisoma ile Mathayo 24:24 maandiko yanaeleza wazi, Yesu anasema wazi kwamba kutatokea manabii na mitume na makristo wa uongo. Hasa alipotumia makristo ametumia lugha ya jumla ya wingi. Lakini alichokuwa na kilenga anasema makristo akiwa ni mmoja Kristo, kwamba atatokea makristo wa uongo, yani mtu mmoja mmoja kusema mimi ni Kristo, na alitumia lugha ya Kiebrania. Kristo maana yake Masihi, yani aliyepakwa mafuta na Mungu ili kuwa mtume au nabii au wakati mwingine kuwa mfalme au kuhani. Sasa anapokuja mtu akasema mimi ni Kristo, kwa maana mimi ni mpakwa mafuta wa Mungu, Mungu amenituma nilete habari nyingine ama muongozo mwingine wa watu kwenda kwenye uzima wa milele nje na Injili ama nje na Yesu, na unapigana na Yesu, kwa mujibu wa imani ya Kristo tayari huyo ni mtume na nabii wa uongo. Kwa nini? Tunaposoma ile Ufunuo 1 ukianzia 7 mpaka pale 8, Yesu aliongea maneno yafuatayo. Ufunuo Yohana sura Ufunuo Yohana sura ya 1 mstari wa 7 pale hadi wa 8, Yesu anasema mimi ni Alfa na Omega. Ufunuo 1:17. Mimi ni Alfa na Omega. Inasema tazama yuaja na mawingu. Na kila jicho litamwona na hao walimchoma, na makabila yote ya dunia yataomboleza kwa ajili yake. Naam. Mstari wa 17 unasema nami nilipomwona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Ndio. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Yesu Kristo anamwambia Yohana, anamwambia mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Akiwa na maana gani? Kwamba Yesu Kristo ndiye muhuri wa mwisho wa mitume na manabii. Kwa maana Yesu alikuwa zaidi ya mtume, Yesu alikuwa zaidi ya nabii. Kwa naambia mimi ni wa kwanza na wa mwisho, maana yake mimi ndiye muhuri wa mwisho wa mitume na manabii. Baada yangu hakuna mwingine atakaye kuja, na Yesu akaweka mkazo zaidi kwenye Ufunuo 22:16. Biblia inasema 22:13, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Nenda 16. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndimi niliye shina na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa. Mstari wa 18. Mstari wa 18. Na washuhudia kila mtu yasikie maneno ya unabii wa kitabu hiki. Mtu yeyote akiyaongeza, Mungu atamuongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu. Inatosha. Yesu anasema mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Na anasema nilikuwa nimekufa, sasa ni hai milele na milele. Anasema namshuhudia kila mtu anayesikia maneno ya kitabu hiki, maana Biblia usiongeze wala usipunguze. Alikuwa na maana gani Yesu? Kuna kuongeza kwa maana ya kuja na kitabu kingine mbali na Biblia ama Injili. Ukasema hiki nacho ni mwongozo wa Mungu wa watu wafuate mwongozo huu waende kwenye uzima wa milele. Sasa Muhammad anaangukia kwenye kundi la mitume na manabii wa uongo kwa sababu alikuja na mwongozo mwingine aliongeza kwenye Injili.
akaja na Qur'ani akasema, jamani huu nao ni mwongozo mpya, mkifuata huu mnakwenda kwenye uzima wa milele, wakati Yesu alishafunga na akasema mimi ni wa mwanzo na wa mwisho. Maana yake Yesu ni muhuri wa mwisho wa mitume na manabii. Atakaye kuja mwingine akadai yeye ni mtume na nabii na akaja na mwongozo mwingine nje na Injili, maana yake huyo ni mtume na nabii wa uongo. Kwa nini? Yesu alifundisha akakamilisha kila kitu. Mafundisho yote ambayo mtu alipaswa kuyapata yamjenge kiroho, yamfanya muishie Mungu, Yesu alishamaliza. Mitume na manabii wote walitabiri mpaka Yesu, na baada ya hapo hakuna mwingine anayekuja. Sasa Muhammad alipokuja baadaye nyuma akadai kwamba yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ana mwongozo mwingine mpya. Ndio maana tukisoma kwenye Galatia 1 pale kuanzia mstari wa 8 anaeleza vizuri sana kwamba mtu yoyote yule atakaye kuja anahubiri injili nyingine. Unaposikia injili nyingine maana yake ni habari njema. Anayekuja mtu anahubiri injili nyingine kinyume na hii tuliyowahubiri, huyo mtu nalaaniwe. Injili gani? Injili ambayo inaeleza kwamba Yesu alikuja duniani achukue dhambi za watu wote, akafa, akasulubiwa, akazikwa, akafuka, na kupitia yeye ndio ukombozi unapatikana. Kwa andiko linasema akija mtu mwingine na injili nyingine, yani habari njema nyingine, maana usikia injili yake ni habari njema. Sasa akahubiri kinyume na injili ya Yesu, akasema na mimi na maelezo yangu na mimi na ujumbe wangu ambao mkifuata mnakwenda kwenye uzima wa milele, tunaambiwa mtu yule alaaniwe hata kama ni malaika. Injili kwa nini ilishafungwa? Yesu alishamaliza. Sasa Nabii Muhammad anaangukia kwenye kundi la mitume na manabii wa uongo kwa sababu alikuja na injili nyingine, yani habari njema nyingine za ufalme wa Mungu kuingia kupitia Qur'ani, kitu ambacho ni uongo. Na unaposikia nabii wa uongo na mtume, kazi yake ni kupotosha kweli ya Mungu, anawajengea mazingira bandia. Hata noti fake mtu akileta huwa sio kama ni fake 100%. Rangi baadhi ya alama zinakuepo. Ndio maana watu wanazivaa zile alama, zile noti fake. Kuna manabii wa uongo na sisi kuwafuata, kuna vitu kiviangalia kama vile vya kimungu, lakini ndani yake vimejaa sumu kali. Ndivyo alivyokuwa Muhammad. Sawa na mtu anapokuwa anatega panya, anaweka nyama ya kweli, ni nyama kabisa, ila ndani imejaa mauti ya sumu. Panya kishakula ndo anagundua nimekula mauti. Sasa Muhammad alikuja akafanya mafundisho ambayo kimsingi ni ya uongo, ya kuja kupinga kweli ya Mungu. Ndio maana tunasema Muhammad ni mtume na wa uongo. Amekuja Muhammad kaleta nini kipya? Yaani fundisho la kumjenga mtu kiroho ambalo mama alikaja kama haya mafundisho. Jamani, Yesu alipokuja alipungua ya kumjenga mtu kiroho ili kupitia yeye ashinde dhambi na ashike sheria na amri za Mungu. Ni yepi? Hamna. Alichokuja Muhammad kufanya ni kupingana na mafundisho ya Yesu, na akatoa utambulisho feki wa Yesu. Akafikia na Yesu feki anaitwa Isa ambaye sio. Kwa hiyo huyu anaongea kwenye kundi la mitume na manabii wa uongo, kazi yake ni kupotosha kweli ya Mungu, watu wasimfuate Yesu. Na kweli alifanikiwa Muhammad. Kuna mamilioni ya watu wanamfuata wakiamini kwamba ni mtume wa Mwenyezi Mungu, kumbe ni mtume nabii wa nini? Wa uongo. Sasa tuangalie matunda yake, kwa maana mafundisho yake Muhammad ndio atakao kupa nafasi kwamba Muhammad ni mtume nabii wa uongo. Kwanza tukianza Mwanzo 22:1-14 inaeleza wazi kwamba mtoto aliyekusudiwa kutolewa sadaka ndani ya Biblia alikuwa ni Isaka. Alipokuja Muhammad akasema hapana, sio Isaka, aliyekusudiwa alikuwa ni Ismaili. Anapotosha uongo kabisa, anadanganya watu na watu wanaamini, anawaondoa kwenye kweli, anaongeza kwenye uongo. Tunaposoma habari ya Suleiman alijenga hekalu pale la kwanza la kuabudu Mwenyezi Mungu, lakini baadaye yule Suleiman, lile hekalu lilibomolewa mwaka 70 AD chini ya utawala wa Tito mfalme wa Rumi, likabomolewa mpaka msingi. Lakini alipokuja Nabii Muhammad, ukisoma ile sura ya 17 ile mstari wa kwanza hadi wa pili, anadai kwamba alienda usiku mmoja Baitul Muqaddas kwenye jengo alilojenga Suleiman. Ni uongo. Na ndio maana Wayahudi ukienda wanashangaa, ni uongo 100%. Wakati anakuja Muhammad mwaka 600, ile hekalu ilichavunjwa miaka 600 iliyopita. Yeye anadanganya watu na Waislamu wanaamini cha ajabu. Wanapigana historia na ukweli ulio wazi. Kwa Muhammad ni mtume na wa uongo, maana anapotosha ukweli wa mambo na mafundisho yake ni ya uongo. Sasa tunaposoma Qur'ani 7:157 inasema hivi. Qur'ani 7:157 inasema hivi, ambao wanamfuata mtume nabii aliye umi, asiyejua kusoma wala kuandika, na juu ya hivi atafundisha mafundisho ya ajabu ya Uislamu. Muhammad alikuwa hajui kusoma na kuandika. Kwanza Mwenyezi Mungu hawezi kutuma mtu ambaye hajui kusoma na kuandika. Ataandikaje habari zake? Na kama ameandikiwa na mtu baki, ataprove vipi kwamba nilichokisema ndio umekiandika hicho hicho? Ataprove vipi? Hawezi kuprove. Kwa Mungu hawezi kutuma mtu asiyejua kusoma na kuandika, hawezi kuandika habari zake. Na hata kama akiwa na mwandishi, inabidi approve kwamba nilikuwa naandika ndivyo kilivyo. Muhammad hakuwa hivyo. Ni mtume na dua uongo. Sasa
tuangalie mafundisho yake. Tunaposoma kitabu cha Mkweli Mwaminifu kwenye hadithi, unajua kwenye Uislamu Qur'ani ni muhtasari tu au Uislamu, habari kamili kwenye hadithi. Na hapo kuna vitabu chungu vya hadithi. Humo ndio kuna Uislamu umejaa tele. Sasa tuangalie mafundisho ya Muhammad, ndio utagundua kwamba huyu ni mtume na nabii wa uongo. Tunaposoma kitabu cha Mkweli Mwaminifu juzu ya 3 na 4, ule ukurasa 74 hadithi namba 922 inasema, kasema mtume, haumfikii Muislamu msiba ila umfutia Mwenyezi Mungu makosa yake na hata ukimchoma mwiba. Naona uongo wa Muhammad huu. Anasema eti njia moja wapo ya kusamehe dhambi katika Uislamu, ukifiwa Mungu anakuonea huruma na kufutia madhambi, na hata mwiba ukikuchoma Mungu anakufutia madhambi. Huu ni uongo wa kiwango hata mtu mdogo akubali. Ila Waislamu wanaamini kwa kuwa wamefunga ufahamu wao. Wanasema Mwenyezi Mungu amesema, wanaamini kabisa, yani umwambie kitu hapo. Hivi kweli ufue na mtoto Mungu akufutie madhambi? Mwiba ukuchome dhambi zifutu? Mbona ni mbingu rahisi namna hiyo? Kwa Muhammad ni mtume na uongo kwa mafundisho yake. Tunaposoma kitabu cha Mkweli Mwaminifu juzu ya 3 na 4 ukurasa 74 hadithi namba 924 inasema hivi, kasema mtume, ngoja nisome. Soma. Homa ni bahati ya kila Muislamu kwa adhabu ya moto. Na homa ya siku moja inafuta madhambi ya mwaka mmoja kamili. Unaona uongo wa Muhammad? Muhammad ni mtume na uongo kwa sababu mafundisho yake ya uongo. Eti homa ni bahati kwa kila Muislamu. Akiwa na homa na bahati kweli. Nini? Anapata msamaha wa dhambi, tena madhambi ya mwaka mmoja kamili. Huu ni uongo, hata mtu mdogo akubali. Lakini Waislamu wanaamini. Ndio maana tunaambia jamani, Muhammad ni mtume na uongo. Yesu ndio mambo yote. Nje na Yesu imekula kwako. Tukisoma kitabu cha Mkweli Mwaminifu juzu ya 1 na 2 ukurasa 206 hadithi namba 467 inasema hivi, kasema mtume, hadithi namba 467 inasema hivi, ukurasa 206 467 inasema hakika mwanamke akimtazama, kasema mtume, endelea. Hakika mwanamume akimtazama mkeo kwa matamanio ya kuingiliana naye, mke anamtazama mumewe kwa ajili hiyo, basi anawatazama Mwenyezi Mungu utazamaji wa rehema. Mume akimshika mkeo kwa mkono wake kwenda kutimiza haja yao, basi yanatoka madhambi yao kwenye vidole vyao. Unaona uongo wa Muhammad huu? Yaani Muhammad ametoa njia mbalimbali za namna gani mwanadamu anaweza kupata msamaha wa dhambi. Moja wapo anasema ni kwamba mwanamume akimshika mke wake wakaenda chumbani kutimiza tendo la ndoa, eti Mungu anawasamehe madhambi kupitia ncha za vidole vyao. Dhambi zinachomoka kupitia kwenye vidole cha kama risasi. Huu ni uongo na watu wanaamini mambo ya ajabu haya. Huu ni uongo. Kwa tunaposema Muhammad ndiye uongo na mtume uongo, ni kwa sababu mafundisho ambayo yanapingana na kweli ya Mungu. Dhambi inasemwa kwa toba na majuto na kukoma kuiacha, sio kwenda kushika tendo la ndoa. Ni uongo mtupu. Lakini tukisoma Mkweli Mwaminifu juzu ya 1 na ya 2 ule ukurasa 37 hadithi namba 52 inasema, kasema mtume, nitasoma. Kasema mtume, anapotawadha mja Muislamu, anapokosha uso wake, yanatoka madhambi yote yaliyokuwa usoni mwake, aliyoyafanya kwa utizamaji wa macho yake, yanatoka katika tone la mwisho la maji. Na anapokosha mikono yake, basi yanatoka madhambi yote yaliyoyafanya kwa mikono yake. Kisha hivyo mwili wote mpaka anatoka msafi, katakasika kabisa bila ya madhambi. Mtazamaji, tunaambia jamani, Muhammad ni mtume nabii wa uongo. Yaani eti dhambi ukienda kunawa uso unatawadha uso, dhambi zinaondoka za usoni. Ukitawadha pua, dhambi za kunusa zinaondoka. Dhambi za mikono ukitawadha mikono zinaondoka. Huu ni uongo. Lengo ni kuwapeleka watu jehanamu ya moto. Dhambi haziondoki kwa njia hiyo. Dhambi zinaondoka kwa kutubu na kuamini Yesu. Unajaza nguvu za Roho Mtakatifu, ndipo dhambi unapata nguvu ya kushinda dhambi. Huu ni uongo tu. Amen. Kwa hiyo tunapoambia Muhammad ni mtume na uongo, ni kwa vigezo na hoja, wala sio kwa chuki. Lengo tunawapenda Waislamu wamjue Yesu, waache uongo kudanganywa huu. Lakini tukisoma juzu Mkweli Mwaminifu juzu ya 1 na 2 ukurasa 41 hadithi namba 66 nasemaje? Nasoma. Kasema mtume SAW, ogeni siku ya Ijumaa, kwani anayeoga siku ya Ijumaa basi inakuwa kafara kwake, yanafutwa madhambi yake baina ya Ijumaa mpaka Ijumaa na nyongeza siku 3. Unaona uongo wa Muhammad huu? Yaani yote ametoa, yaani mtu achague njia ni gani nyepesi Muislamu kupata msamaha wa dhambi. Kwamba ukioga Ijumaa tu Mungu anakusamehe dhambi ya siku 7 na nyongeza siku 10, yaani dhambi zinasamehewa zote. Huu ni uongo. Huu ni uongo ulio wazi. Dhambi isamehewi kwa kuoshwa na maji.
dhambi inasamehewa kwa kumwamini Yesu kama Bwana Mwokozi wako, alafu Yesu anakupa nguvu na uwezo wa kushinda dhambi. Sio habari ya kuoga maji, ni uongo. Ni uongo tu. Muhammad mtume nabii wa uongo anayepotosha watu. Tunaposoma kitabu kinaitwa Majibu kwa sio kubali, sio alikuwa na Sheikh Muhammad bin Ismail Baile, ukurasa 10 nimetafuta nimekosa pale nyumbani kile kitabu. Kinasema hivi, Aimana kwa kusafisha kwake mahali nabii amelala, akakuta chombo cha haja ndogo, kafanyiza usiku mtume. Yeye akakichukua Aimana na kunywa ile haja ndogo ya mtume, na mtume akauliza, yeye akajibu Aimana kwamba amekunywa kwa kuwa alikuwa na kiu. Nabii akamweleza kwamba hata umwa na tumbo umri wake wote. Mtume anamwambia kwa kuwa umekunywa jangu ndogo, basi hutauma na tumbo ni tiba ya milele. Huu ni uongo. Na watu wanaamini huu ni uongo. Lingine anasema anapokuwa nabii anapotema mate au makozi huwa yatui chini, bali kwenye vitanga vya maswahaba, na wanajipaka mate hayo kwa kutarajia ngozi yao isichomwe siku ya kiyama. Kwa hiyo naona Muhammad ni mtume nabii wa uongo kwamba alikuwa makoza akiyatema hayanguki chini. Watu wanadaka wanajipaka mwili mzima eti ni kinga kuungua jehanamu ya moto siku ya mwisho. Kwa Muhammad ni mtume nabii wa uongo kwa mafundisho ambayo ni kinyume kabisa, si ya kweli. Haya, tunapokuja kwenye habari kwa mfano ya amri 10. Ukisoma kitabu cha Kutoka 20 kuanzia 1 hadi 17 zimetajwa amri 10 pale. Wote mnazijua. Lakini kaja Muhammad na yeye kasema kuna amri 10 Mwenyezi Mungu amempa, mtu akishika hizi anaingia peponi. Akasema amri, ukisoma kitabu cha Mkweli Mwaminifu anasema juzu ya 3 na 4 ukurasa 62 hadithi namba 876. Hiyo ni muhimu tuisome mwalimu. Kasema mtume amri ya kwanza ni kukata masharubu, amri ya pili kufuga ndevu, amri ya tatu kupiga mswaki, amri ya 4 kusafisha ndani ya pua kwa maji, amri ya 5 ukata kucha, amri ya 6 kuosha mikono baina ya vidole, amri ya 7 kungoa au kunyoa nywele za kwapani, amri ya 8 kunyoa nywele za mbeleni, na amri ya 9 upungufu wa maji. Amri ya 10 aliyepokea amesahau, ila anahisi kwamba huenda amri ya 10 ni kutailiwa. Sasa hivi vitu anavyosema Muhammad kwamba ni amri, ukishika hizo unaingia peponi, ni vitu vya usafi wa mwilini ambaye hata nyani anafanya vitu hivi. Lakini anadai kwamba ukishika hivi unaingia peponi, amri za Mungu. Kwa Muhammad ni mtume nabii wa uongo kwa sababu alifundisha vitu kinyume na ukweli wa neno la Mungu. Lengo lake ni kupotosha watu tu. Maana Yesu alishamaliza kila kitu. Lakini tunaposoma kwamba Muhammad, ukisoma kitabu cha hadithi ya kitabu cha Arwal Marjan ukurasa 101 hadithi namba 156 hadi 157 kinasema hivi, mtume alikuwa anapaka wanja wa Isimiti. Hadithi namba 225 hadithi namba 157 hadi 157. Nitaisoma baadaye kwa kuwa muda bado kazaji imebakia. Nasema Muhammad alikuwa anapaka wanja. Sasa Muhammad, jamani, mwanaume unapaka wanja hivi inaingia kwenye akili kweli? Muhammad ni mtume nabii wa uongo kwa sababu ya mafundisho yake aliyokuwa anafundisha. Kwanza alipokuja yeye akadanganya watu. Tukisoma kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi 26:1, Biblia inasema ni marufuku kuweka jiwe, kuliabudu na kulisujudia. Marufuku kuweka jiwe. Lakini tunapokwenda kwenye Uislamu, kitabu cha vipi hiji ule ukurasa 27-30, lakini kwenye kitabu cha Mkweli Mwaminifu juzu ya 3 inasema kule Maka kuna jiwe jeusi linaitwa Ajwari Aswadi. Anasema hilo jiwe ni jiwe ambalo ukiligusa umemgusa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wanaabudu mawe, kitu ambacho Biblia imezuia usiweke jiwe lolote chini ya mbingu na kulisujudia au kulisujudia, lakini Waislamu wanasujudia lile jiwe Muhammad kalileta. Kwa Muhammad mtume na nabii wa uongo kwa sababu amefuja vitu vya uongo. Lakini Yesu alituambia kwenye Luka 20:34-36 alituambia hivi, mbinguni kula hakuna kuoa wala kuolewa. Lakini kaja Muhammad kumpinga Yesu, anasema jamani, peponi kule, ukisoma ile Qur'ani 56:21-23, Muhammad kasema peponi kuna kuoa, huko wataoa wanawake wazuri tena maureni wana macho kama vikombe. Huu ni uongo. Muhammad anakuja kupinga ukweli wa Injili ambao Yesu aliuleta. Kwa Muhammad nabii wa uongo kwa sababu amekuja kudanganya mambo ambayo si ya kweli na mafundisho ambayo ni ya uongo ambayo yana ukweli wote ndani yake. Kwa hiyo tunasema Muhammad alichokuja ni kupinga. Kwa mfano manabii walitabiri kina Musa, kina Daudi, kina Isaya. Walitabiri kwamba Yesu atakuja, atakamatwa, atateswa, atauawa, atasubiwa, atafika siku ya 3. Na kupitia yeye dunia nzima watapata msamaha wa dhambi kwa kumwamini yeye na kujaza nguvu za Roho Mtakatifu. Alipokuja Muhammad akapinga yote hayo. Akasema Yesu hakusulubiwa
wala Yesu hakuzikwa, bali Mungu alifanya usaini akamweka mtu mwingine. Kwa Muhammad ni mtume wa uongo sababu amepotosha kweli ya Mungu iliyofundishwa. Kwa Yesu peke yake ndiye njia ya kweli na uzima. Muhammad ni mtume nabii wa uongo kwa sababu hakuna jibu alilolileta. Kazi yake alikuja kupinga mafundisho aliyoleta Yesu, alikuja kupindua mafundisho ya manabii na mitume wa kweli kwenye Biblia. Yeye akaleta kwake, maana njia pekee. Kisoma Yohana 14:6, Yesu anasema mimi ni njia ya kweli na uzima. Mtu aje kwa Mungu ili apitie kwangu mimi. Mimi ndiye njia pekee. Na Matendo 4:12 nasema hapana jina jingine chini ya mbingu watu tumepewa tupasalo kuokolewa kwalo isipokuwa ni jina moja tu la Yesu. Lakini Muhammad yeye kaja kupinga yote haya, akasema na mimi jamani, na mimi ni mtume, mkinifuata mtaokolewa. Ni uongo. Yeye mwenyewe alishindwa kujiokoa, na Muhammad alikuwa anaishi maisha ya dhambi tele. Hana uwezo kumwokoa mtu mwingine. Kwa hiyo tunapoambia Muhammad ni mtume nabii wa uongo, tuna hoja na vigezo, wala tuongei kwa jaziba, wala tuongei kwamba tuna chuki. Lengo na nia ni Waislamu waamke, wajue kwamba wamedanganywa, wamepotoshwa. Muhammad si mtume wala nabii wa kweli wa Mungu, kwa sababu alikuja kupinga mafundisho ya mtume na manabii waliotangulia kwa kuyapindua kichwa chini miguu juu. Mungu abariki. Nitakuja baadaye za kumalizia. Asante sana Mwalimu Medadi. Tunaendelea na kipindi chetu. Na sasa kwa sasa namleta Ustadhi Kesede. Mwalimu, karibu sana. Uje ujibu hizi hoja ambazo zinaibuliwa na Wakristo. Mara nyingi sana zimekuwa zikisemwa, lakini kuna muda tunakutanisha hivi live mnafanya pamoja. Karibu sana Mwalimu Kesede. Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ndugu zetu ambao hawajabahatika kwa Uislamu, nao tunawatakia amani ya Mwenyezi Mungu iwe kwao. Kabla sijaweza kuzungumza lolote, nashukuru sana kuona leo tumebahatika mnakasha na wa pili na ndugu zetu. La kwanza ilipita, leo tuko katika mada ya pili ya kusema Mtume Muhammad ni nabii wa uongo. Mimi nimechunga, tuko na ndugu yangu hapa, shekhe wangu, tumechunga tuone ni wapi ushahidi wowote, iwe ni kwenye Biblia, iwe ni kwenye Qur'an, ambako Mwenyezi Mungu anasema Muhammad ni nabii wa uongo, au aya yoyote au kitabu chochote kizungumze kwamba nabii Muhammad ni nabii wa uongo. Ila yeye anachokiendea ni kuonesha baadhi ya mambo aliyoyaongea Mtume Muhammad, mengi yanakwenda kinyume na Biblia. Ndio maana yeye anaona kama Muhammad ni muongo. Tumeshangaa, tumeshtuka, tunajiuliza sasa, ndugu zetu, kwa nini mnakuwa mnapanga mada na hamna uwezo wa kuitetea? Unapanga mada, unasema utadhihirisha Muhammad ni nabii wa uongo wa fikra zako. Muhammad alisema hivi, Biblia ikusema hivi, kwa maana hiyo ni muongo. Sasa mbona waongo watakuwa wengi? Mbona Yesu kuna vingi alivyoviongea ambavyo haviko kwenye Taurati, na yeye tutamuita ni muongo? Sasa nataka nende moja baada ya kingine kama alivyokuwa anaongea. Yaani anamuita Muhammad ni muongo kwa fikra. Muhammad alitia masharu, alitia ina kwenye ndevu. Kwa hiyo Muhammad ni muongo. Ulitoa andiko gani kwamba nabii akitia ina ni muongo? Wewe umekwenda kwa fikra, kwa mawazo, kutokana na itikadi uliokuwa nayo. Ulikuwa mtu wa kuonesha vigezo kwa maandiko kwamba Muhammad ni muongo kwa sababu andiko inasema Muhammad ni muongo. Sasa acha nende baada ya kingine. Cha kwanza ndugu yangu amezungumza, anatoa Mathayo 7:15-16 na Mathayo 24:11-12 kwamba Mtume Muhammad katabiriwa kwenye andiko hilo. Yesu anasema tahadharini, kutatokea manabii wa uongo, wamevaa vazi la kondoo lakini kwa ndani mwao ni mbwa mwitu wa kweli. Sasa hapa Yesu anatabiri manabii wa uongo, ikiwa na maana kwamba alipotokea Mtume Muhammad ni muongo. Hivi jamani, hapa imeshaonekana kwamba Mtume Muhammad ni muongo? Masikini, mnaongelea mnavyovijua ndugu yangu. Usikuna pupia kwenda kuongelea na kukata kitu bila ujuzi. Sasa mimi leo nataka nikufundishe, uone gisi mhubiri anakuaga naongea na gisi anakuaga natetea hoja kama mwenye elimu. Na ndio sababu usiku na mchana mimi nasema Wakristo mapasta wote Biblia hawajui, elimu hawana. Wanaweza wakakataa kitu kwa jazba lakini andiko hakuna. Sasa nataka mimi nikufundishe Mathayo 7:15-16. Yesu kweli ametabiri manabii wa uongo kwa alama kwamba wanavaa vazi la kondoo lakini kwa ndani mwao ni mbwa mwitu wakali. Amekusudia watu gani? Tupe tafsiri.
Mathayo 7:15, Mathayo 7:16. 16, alafu tupe ufafanuzi. Sikiliza, kwa matunda yao. Tutawatambua kwa matunda yao hao manabii wa uongo waliotabiriwa na Bwana Yesu. Tumuone Muhammad yuko hapo. Walimu wa uongo ambao kwa nje wanaonekana wenye haki, bali kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Wanani hao? Twende kazi. Kuna nyakati nyingine wanaweza kutambuliwa kwa matunda yao. Wataweza kutambuliwa kwa matunda yao. Tunda la walimu wa uongo tunda ya hao manabii wa uongo, walimu wa uongo, litakuwa kudhihirika kwa tabia mbaya. Itakuwa kudhihirika kwa tabia mbaya ya kwanza katika maisha ya wafuasi wao. Tazama Yohana. Twende. Kama ifuatayo. Hapo sasa tuwasikie hao ni watu gani. Kama ifuatayo, manabii hao wa uongo ni kina nani? Watakuwa ni wa Kristo. Unaona sasa hapo. Kwa unaongelea vitu ambavyo unajua. Rudia tena hapo. Watakuwa ni wa Kristo. Ni wa Kristo wanaokiri, ambao utiifu wao ni zaidi kwa watu mashuhuri kuliko neno la Mungu. Inatosha. Kwa hiyo kuwa unazungumzia kitu ambacho unajua, ndugu yangu. Unasimama kanisani, mimi pastor, kumbe wewe kaperegecha. Unaongelea vitu ambavyo haujui. Yesu kweli katabiri manabii wa uongo kweli, lakini hamlengi bwana mtume Muhammadi. Anachokilenga ni manabii wa uongo ambao ni wa Kristo, kwa sababu wa Kristo ni maadui wa Yesu, ndio manabii wa uongo wenye kuja kudanganya watu na kutoa mifumo ya kutabiri vitu vya uongo kwa maslahi yao ya tumbo. Lakini Yesu hakumkusudia bwana mtume Muhammad, atamkusudia bwana wake. Halikusudia makafiri ambao wanakuja kuleta habari mbovu sana ambavyo Yesu hakuzungumzia. La pili ukazungumzia ukasema kwamba Ufunuo 1:17. Ufunuo 1:17 kwamba Yesu anasema yeye ni muhuri. Kwa hiyo hapawezi kutokea mwingine baada ya Bwana Yesu. Sasa kama hapawezi kutokea mwingine baada ya Bwana Yesu, mwesi mnamdai Paulo ni nabii? Katika 13:1-2 Matendo ya Mitume, si mnamuita ni nabii? Sasa kama Yesu alikuwa ni wa mwisho, mbona Paulo alijitokeza? Mbona hamjampinga Paulo? Lakini mimi nataka nikufundishe kuhusikana na muhuri. Yesu alisemaje? Soma 22:10 Ufunuo wa Yohana. Sikiliza Yesu aliposema kwa ajili ya muhuri alisemaje? Alidhihirisha kabisa kwamba baada yake kutatokea nabii. Sikiliza 22:10. Ufunuo wa Yohana 22:10. Kama hata Biblia yenyewe iko nyepesi. 22:10. Fanya hata hiyo 22:10. Kama hata Biblia iko pale karibu yako Sheikh. 22:10 Ufunuo wa Yohana. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana 22:10 inasema pale. 22:10. Haraka. Inasema 22:10. Inasema akaniambia usiatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki. Yesu amekataa usiatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huo umekaribia. Basi inatosha. Wewe ulisema kuhusikana na muhuri, Yesu ametiwa muhuri, baada yake hakuna nabii. Yesu anakuambia hivi, maneno haya usiatie muhuri kwa sababu wakati huu karibu, ikiwa na maana kwamba unabii bado unaendelea. Kwa hiyo hayo maneno ya Torati, ya Zaburi, ya Injili usiatie muhuri kwa sababu kuna mengine bado yanakuja baadaye. 13:9 wa Korinto wa kwanza. Sikiliza, unabii bado unaendelea. Yesu kama alisema usiatie muhuri, alijua kama kuna vitabu vitakatifu, kuna kitabu kitakatifu, kuna unabii utakatifu ambao unakuja kutokea. Kwa hiyo hivi si vya mwisho. 13:9 wa Korinto wa kwanza. Alafu tuende katika jambo lake la pili. 13:9 inasema kwa maana tunafahamu kwa sehemu. Tunafahamu kwa sehemu. Simama. Sehemu manake ni unabii wa Israeli tangu Taurati, Zaburi, Injili. Tunalifahamu kwa sehemu, bimaana ni unabii mdogo usiokamilika. Injili ni kitabu kadogo hakakamilike. Taurati ni kitabu kidogo hakikamilike. Zaburi ni kitabu kidogo hakikamilike. Kwa ushahidi huo tunafahamu kwa sehemu. Na tunafanya unabii kwa sehemu. Unabii wa Biblia ni sehemu, kwetu tunasema incomplete. Ni unabii mdogo usiokamilika.
Je, kuna unabii unaoendelea? Twende kazi. Lakini ijapo ile iliyo kamili. So unaona hapo kama unabii unaendelea. Ijapo, ikiwa na maana kwamba kuna unabii unaokuja. Hii iliweka sehemu. Iliyo kamili. Iliyo kwa sehemu. Iliyo kwa sehemu. Itakuwa nini? Itabatilika. Itakuwa batili, maana yake haitafatwa tena. Hapo ni kukuonesha kama unabii bado unaendelea kwa mujibu wa vitabu vya Biblia. Ulikuwa unaongelea vitu ambavyo hujui. Jambo la mwisho kabisa ukasema kwamba Wagalatia 1:9 inasema kwamba ikitokea mtu analeta injili kinyume na ile tulioipokea. Injili gani mlioipokea? Hilo ni jambo la kwanza. Ukija hapa uzungumze injili gani mlioipokea. Mimi nikirudi nitakwambia injili mlioipokea ni injili gani. Lakini ukaja kusema kwa kuwa Mtume Muhammad alikuja na Qur'ani, ina maana hiyo ni injili, ni ya uongo, kwa sababu kitabu kilisema injili ingine ikitokea. Sisi hatukupokea injili, sisi tumepokea Qur'ani. Sasa acha tuulize Biblia. Na ndio maana nimekwambia nataka nikufundishe leo ujutie kwa nini umetia mada hiyo. Usiwe unakurupuka kuita walimu kuongelea vitu ambavyo hujui. Unasimama hapa bila aibu. Hakuna ushahidi unatoa kwamba Muhammad ni mtume wa uongo, bali unaenda kwa dhana. Tusomee sasa. Hawa waliokuja kuleta injili kinyume na injili mlioipokea ni kina nani? Ni Mtume Muhammad. Tusomee katika kitabu cha Mathayo 23:13. Utusomee katika Biblia tafsiri ya uzima tele. Tusomee 23:13 uzima tele. Tupe ufafanuzi mara moja. Anza aya kisha usome ufafanuzi. 23:13. Anza aya, soma aya. Waandishi na Mafarisayo ni wanafiki. Waandishi na Mafarisayo ni wanafiki. Kwa nini? Kwa kuwa mnafungia watu ufalme wa mbinguni. Basi inatosha. Tupe ufafanuzi kifungo cha 3 kisha utarukia kifungo cha 5. Inasema Yesu anaeleza tabia ya walimu wa uongo na wahubiri kuwa watumishi ambao wanafuata umaarufu. Kuonekana, wanafuata umaarufu, wanataka waonekane kwa watu, wanataka watu wawaone na wawasifu, wawatambue na wengine. Wanaopenda kuheshimiwa, wanapenda heshima na vyeo, wanapenda vyeo, na tabia yao ndio hiyo ambao wafungia watu ufalme wa mbinguni. Hao ndio wanaofungia watu ufalme wa mbinguni. Tuone kama Muhammad yuko hapo. Twende kazi. Kwa ajili yao iliyopotoka. Unaona ni kwa sababu ya soma vizuri, hapana kwa ajili yao, kwa injili yao. Rudi tena vizuri. Kwa injili yao iliyopotoka. Twende kazi. Wala hawajataja kama ni watu gani. Labda ni sisi Waislamu, Mtume Muhammad. Twende kazi. Tazama makala juu walimu wa uongo. Twende kazi hapo. Watu wenye elimu na umahiri wa kidini na wenye kuonekana kuwa wacha Mungu, lakini ukweli ni kuwa ni watu wasio na haki. Twende kazi. Na husema mambo mazuri ya viongozi wa kiroho wa zamani pasipo kufuata desturi zao. Unaona wakija hapa wanaonesha kabisa kwamba wanaongea mambo mazuri, mambo ya vitabu, mambo ya elimu, kumbe sio hivyo. Twende kazi. Desturi zao au mwenendo wao wa kujitoa kwa Mungu na neno lake na katika haki. Unaona ni kinyume kabisa na maneno ya Yesu, kinyume kabisa na maneno ya Mungu. Rukia kifungo cha 5. Kifungo cha 5. Nasema umemaliza kifungo cha 3? Ndio. Rukia kifungo cha 5. Na nasema wale walio katika kanisa. Wale waliokuja na injili iliyopotoka, wanaojifanya umaarufu, wanaojifanya wapendwe, ni wale walio katika kanisa. Ni walio katika kanisa. Haiko sisi Waislamu. Ni Wakristo ndio kawaida yao wanaingia katika kanisa. Hao ndio waliokuja na injili iliyopotoka, sio Mtume Muhammad. Kuwa unasoma, na kama haujui ngoja kwanza uulize, ufundishwe. Masikini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tupe vitu baba. Niendelee hapo. Inasema hivi. Anasema ambao katika kanisa kwa kisingizio cha upendo. Unaona wanaingia katika kanisa na injili yao ya uongo, huku kwa kisingizio cha kusema wanapendana, kumbe hawapendani. Uongo au umoja. Wanajifanya ni wavumilivu, wanajifanya wana umoja, kumbe ni picha tu, lakini kilichokuwa ndani mwao ni unafiki. Kama Yesu alisema waandishi na Mafarisayo ni wanafiki.
amelenga Wakristo wenye kuja baada yake. Twende kazi. Nasema kukataa kuwa wa mtazamo wa Yesu. Unaona, hao Wakristo waliokuja na injili mpya iliyopotoka hawana mtazamo wa Yesu, hawana. Kumbe wanachokuwa wanakiongelea kwa hiyo injili yao iliyopotoka hao Wakristo ni picha tu, lakini mtazamo wa Yesu hawana. Si Mtume Muhammad. Hapo Mtume Muhammad hajafika. Malizia. Anasema dhidi ya wale wanaopotosha mafundisho ya halisi ya Kristo na maandiko. Bas, inatosha. Piga na Petro wa pili. Petro wa pili 2:1 mpaka 3. Hiyo hiyo. Kitabu cha Petro wa pili 2:1. Kuna baki dakika ngapi? Dakika 7. Nyingi hizo. Twende kazi baba, fanya haraka. Nipe mimi nitafute haraka naona. Petro wa pili 2:1. Petro wa pili 2:1. Naam. Tunasoma Petro wa pili 2:1 upate kusikia hao watu wenye kuja na injili. 2:1 inasema hivi. Naomba watu wanifuate kwa makini. 2:1 Petro wa pili. Naam, nimeipata. Petro wa pili 2:1 inasema hivi. Kama vile kwenu kutakavyokuwako waalimu wa uongo, Roho Mtakatifu anaonya kwa mara nyingi kuwa kutakuwako na waalimu wengi wa uongo, nao watakuwa ndani ya makanisa. Maonyo juu ya waalimu na viongozi waletao uzushi wa kupoteza kati ya watu wa Mungu walitokea na wanadai juu ya Yesu. Waalimu wa uongo wenye kuja na injili ya uongo ni Wakristo duniani. Hapana kumtia bwana Mtume Muhammad. Mtume Muhammad hayupo hapo. Ameongelea kitu kingine kwamba eti mafundisho mapya ya Mtume Muhammad, eti Ismaili, eti ndiye alichinjwa, sio Isaka. Hiyo ni mada nyingine. Pangeni hiyo mada, kati ya Isaka na Ismaili nani kabisa aliyechinjwa? Nitawafundisha. Na hili nitawafundisha kwa sababu najiamini. Msimu na kurupuka kuongelea vitu ambavyo hamna navyo elimu. Unasema tena kwamba mtume hajui kusoma na kuandika. Sasa hilo ni tatizo. Naambie nabii mwenyewe aliingia kwenye ubao akaenda kusoma. Lakini 8:28 Yohana Yesu anasema alifundishwa na Mungu. Na Qur'ani 75:16-19 Mtume Muhammad Mungu akamfundisha. Na ndio maana Qur'ani 53:3 inasema in huwa illa wahyu yuha. Anayoyasema Muhammad sio yake, ni Mungu ndio kamfunulia. Alikuwa hajui kusoma, lakini kitu kingine kutokusoma kwake, kutokujua kusoma na kuandika ni utabiri ulitabiriwa katika Isaya 29:11-19. Ukija hapo ingia, kwa sababu mnajiaminia hakuna andiko limemtabiri. Hiyo 29 Isaya katabiriwa kwamba atakuja nabii, atapewa chuo, atasema soma, ataambiwa sijui kusoma. Hakuna nabii tangu mwanzo wa Biblia mpaka mwisho wa Biblia nabii aliyepewa chuo akaambiwa soma akajibu sijui kusoma, isipokuwa ni bwana Mtume Muhammad peke yake katika 96 aya kwanza na ufafanuzi wake katika Qur'ani Saleh Farsi alitabiriwa. Kwa hiyo unaposema kwamba hajui kusoma na kuandika ni mpango wa Mungu wa kweli. Kama kawaida manabii walikuwa hawajui kusoma na kuandika, lakini Mungu anaweza kuwafundisha. Kingine unasema kuhusikana na mwiba. Hivi jamani, mwiba anapopata mtihani wa maumivu mwanadamu, yale maumivu Mungu anamhurumia, anamsamehe. Unasema ni uongo. Sasa ungetoa andiko, mwiba ukukiingia hausamehewe madhambi ili ionekane Muhammad ni muongo. Usisemi wewe ni uongo, andiko ndio iseme. Kingine unasema kwamba Muhammad katika hadithi ya mkweli mwaminifu, kutazamana kwa matamanio ya mke na mume Mungu anaweza akawasamehe kwa hilo la halali. Sasa wewe unakuja kusema ni uongo kwa andiko lipi sasa? Yeye unapachika ni uongo kulingana na itikadi yako. Sasa itikadi yako kama ni potofu, sasa kuupotofu wako ndio unataka kumwambia Mtume Muhammad kwamba ni muongo. Ya mkatae Muhammad kwa kile alichokiongea ni uongo kulingana na andiko unalolitoa. Jamani mtu akiwa na matamanifu kwa mke wake anapata madhambi hasamehewe. Ionekane Muhammad alisema uongo. Unasema tena kutawadha ni kusamehewa dhambi. Ni uongo. Ungetoa sasa andiko wapi ni uongo? Lakini Yohana 13 mstari wa 4 mpaka 9 Yesu alipomaliza kuwatawadha wanafunzi wake akawaambia, hapo sasa mmemaliza kutawadha mikono na miguu, mnakuwa safi. Ni usafi wa kusamehewa madhambi.
Yesu alisema alipomaliza kuwatawadha akawaambia ni usafi. Jamaa amecheka, anakumbuka gisi aliropoka bila kujua. Si niliwaambia muache kuropoka, kwanza mjifunze, au mnakuja kwetu tunawafundisheni namna ya kuhubiri ndio mnaingia mitandaoni kuliko kukurupuka vitu ambavyo hamjui. Vile vile amesema kwamba amri 10 ila mtume kaongeza kinyume na hizo. Hicho alichokiongeza ni kipi? Ni kipi ambacho hakiko kule? Ngoja tusome, sio amri 10 hapa. Haya, soma hiyo. Soma hiyo. Kurasa 62. Kurasa 62. Naam. Inasema hadithi ya 876. Inasema mambo 10. Huyu kasema amri 10. Hapa pameandikwa mambo 10 ya Uislamu yanayokamilisha Uislamu. Sio amri 10. Sio amri 10. Mambo 10. Hapo kumetaja amri, unataka kupotosha watu. So unaona hapo. Hapo ingelikuwa hatuko hapa vile mnavyozoea kanisani. Mungu, haleluya. Wakishaitikia amina, kale ka uongo kanafutika. Hawataikana wa kufikiria kenye pasta amesema kuwa ni kweli au ni uongo. Ndio tabia za makanisa. Mnavuruga watu vitu vya uongo lakini mnawapoteza kwa haleluya. Hapo unasema mambo, wewe unatia amri. Mnatia huzuni sana. Haya, kingine akaongelea akasema kwamba eti mtume alipaka wanja. Wapi andiko inasema kupaka wanja ni haramu ili ionekane Muhammad ni muongo? Kingine amesema mtume aliambiwa wasujudie jiwe. Andiko gani umetoa kwa amri ya mtume kwamba jamani sujudieni jiwe ionekane wewe unasema kweli mtume Muhammad kafundisha uongo? La mwisho kabisa, Yesu alisema peponi hakuna kuoa, ila mtume alisema peponi kutakuwa kuoa. Andiko gani peponi hakuna kuoa? Andiko inasema siku ya kiyama hakuna kuoa ima kuolewa. Siku ya kiyama haiko ndio peponi. Siku ya kiyama ni mtihani ambao utakuwa kutokea kabla ya watu kuingia peponi au kuingia motoni. Kwa hiyo someni vitu ambavyo mnajua. Kama vitu hamvijui, acheni wenye kuvijua waviongelee. Kitu kingine unakuja kusema kwamba nafikiri yote nimemaliza. Yote kabisa nimemaliza. Hakuna popote ambako wewe umetoa kwamba mtume Muhammadi si mtume, lakini ukisoma Qur'ani 28:49 Mungu anamthibitisha mtume Muhammad kwamba wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na Qur'ani 13:43 Mungu anathibitisha mtume Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sisi tuko na tumaini na tuna uhakika, na wewe toa moja kwamba mtume Muhammad ni muongo, lakini wa uongo waliotabiriwa ni wa Kristo duniani, si bwana mtume Muhammad. Acha kuwa napachika vitu vya uongo, utapata dhambi ndugu yangu. Asante. Asante sana Mwalimu Kesede. Tunaendelea na moja kwa moja Mwalimu